الحمد لله الفتاح العليم ذي الفضل العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله الهادي إلى صراط المستقيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأشرف تسليم. Jana tulielezea masharti ya ulazima wa kufunga. Leo insha Allahu taala tutaelezea arkanu sawm, nguzo za ibada ya saumu. Baada ya kuelezea masharti ya kusihi saumu na baada ya kuelezea masharti ya ulazima wa saumu, leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki yake tutaelezea arkanu sawm, nguzo za ibada ya saumu. Ni ngapi nguzo za saumu? Arkanu sawmi ithnani. Baadhi ya wanazuoni wamezidisha nguzo nyingine. Nguzo za saumu ni mbili. Ya kwanza ni kutia nia, ya pili ni tarku mufattirin, kuacha mambo yenye kuharibu saumu. Tutakuja kuelezea kwa tafsiri. Ya tatu, nguzo iliyozidishwa na baadhi ya alfuqaha ni as-saim, yani mwenye kufunga yeye mwenyewe, kama ambavyo wamemhesabu mwenye kuuza katika kitabu al-bay', ambacho kitabu hicho huwa kikisomwa katika muamalat. Kwenye fiqhi utakuta kuna fiqhul ibadat kama hii ambayo tuielezea namna au jinsi ya kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio fiqhul ibadat. Kuna tahara, kuna swala, kuna zaka, kuna haji, saumu. Hii ni tunayozungumzia hapa ni fiqhul ibadat. Kisha kuna fiqhul muamalat. Muamalati ni baina yako wewe na wanadamu. Tumewekewa kanuni za kuamiliana baina yetu. Hayo ni masala marefu, pia nayo huwa yakisoma kwenye vitabu vya fiqh, na ni muhimu kuyajua, sababu sisi tunaamiliana na watu kibiashara, kimiamala tofauti tofauti. Kwa hiyo ni muhimu kuyajua yote. Kisha pia kunao fiqh ya nikah, ni mazungumzo ambayo ni baina ya mke na mume. Nikah ni nini na ma yataratabu alayhi, kuna mambo kadha wa kadha yanazungumzia hayo, pia yaitwa fiqh nikah. Kisha pia kuna aljinayat, wanadamu huja wakakhtalafiana, ikhtilafu ile ikawapelekea mpaka kwenye ugomvi, kushikiana visu, kushikiana bunduki na kuuana. Ukiua nafsi, kuna ahkam zimezungumzwa kwenye kitabu kama hicho. Hiyo pia ni fiqhul jinayat. Sisi hapa twasoma fiqhul ibadat, na ibada yenyewe ni saumu, na saumu ina nguzo zake. Nguzo ya kwanza ni nini? Ni an-niyya, ni kutia nia. Sawaun akana fardhan am naflan, sawa saumu iwe ni ya faradhi au iwe ni ya sunna, ni lazima utie nini? Nia, kwa dalili ya neno lake Mtume sallallahu alaihi wasallama, innamal a'malu binniyat, hakika si lingine, kuswihi kwa amali huzingatiwa nia. Hivyo basi usisahau kutia nia. Ukifunga bila kunuia, elewa kwamba ibada yako itakuwa ni habaan manthura,
na nia si kutamka kama tunavyotamshwa wakati wa usiku baada ya swala ya tarawih au baada ya swala ya maghrib, ukawa wewe wanuizwa na waitu, na wewe unaitikia na waitu bila ya kuhudhurisha moyo wako nia ile, bila ya kuifungamanisha na moyo wako, ukawa wewe wasema tu, huyu asema na wewe unasema na waitu na waitu, soma ghadi ana ada min yaum fardhi shahri Ramadhan hadhihi sana lillahi ta'ala. Kunena si lazima, kuitamka nia ni sunna, atalaffudhu biha sunna, lakini mahalluha alqalb, fil qalbi, mahali pake hii nia ni kwenye moyo. Hudhurisha maneno hayo unayoyatamka katika moyo, maana wengine labda hata wanuizwa ni lugha ya Kiarabu, hata hawaelewi watapitisha nini katika mioyo yao, na hawaelewi kile wanachotamshwa. Ndio muhimu uelewe bana, hiyo nia, hebu nieleze na mimi huko kunauia ni kupi. Si ubaya, si ujinga kuuliza. Hapa wengi alhamdulillah tunakuta kila baada ya wiki tunamsilimisha huyu na yule, wataka waelezewe haya. Hupita miaka akakosa haya mafundisho, na Ramadhani ni mwaka hadi mwaka, watu watakawaelezwe kwa lugha nzuri, wajua kunuia ndugu yangu, mzee wangu. Si mpaka sisi tuwaulize, hapana. Tunapaswa kukaa ndugu zangu kwenye vikao vya ilmu, tujilazimishe kwenye madurus haya yote, na fadhila kemkem zinapatikana kwenye vikao vya ilmu. Ndio kaona kuna fadhila kubwa sana, mlango wake ni mpana zaidi ya tunavyofikiria. Kuhudhuria kwako kwenye majlisul ilmi, kwenda kupokea leo kutazungumziwa nini, leo kutatolewa faida gani, kuna umuhimu mkubwa sana katika maisha yako. Kuna mambo mengi mangapi tunayafanya, lakini kwenda kwako tu siku moja au muda mchache tu kwenda kusikiliza darasa, kumbe jambo fulani mimi nilikuwa nikilifanya siku zote na nilikuwa silijui. Sasa ikiwa wewe ni katika wenye kushikilia kuhudhuria kwenye madarasa, mambo mengi ambayo ukiyafanya na huyajui, mengine ya kuharibia ibada, lakini leo umekuja kujua. Wangapi leo tunaswali nao pamoja, wakirukuu nguo yao inapanda, wanaonekana aura, na satrul aura ni sharti katika miongoni mwa masharti ya kusihi swala, lakini umekwenda darasani umejua, basi kuanzia leo nitavaa vazi la kustiri uchi. Uchi kwa mwanamume ni vipi? Uchi kwa mwanamke ni vipi? Na mambo mengi ndugu zangu, dini ni pana, tunapaswa tujivunie nayo. Sisi tumekuwa Waislamu, kujivunia nayo ni kupi? Ni kukimbilia kwenye mafundisho, si kuyakimbilia, yani kuyatapilia na kuyafuatilia, kwa sababu huu wakati unaweza usiupate tena. Mlango mmoja tu wa ilmu unaokwenda kuitafuta ni bora kushinda raka 100 za sunna na fadhila tele. Siku moja tutakuja tuelezee fadhila za elimu. Tosheka tu na neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walladhina utul ilma darajat, wale waliopewa elimu wana madaraja mengi mbele ya Mwenyezi Mungu, na madaraja walionayo hapa duniani wana madaraja mengi. Waangalie wenye ilmu na wasiokuwa wenye elimu, utaona wanaotukuzwa ni nani. Wengine katika maulamai utakuta kwenye miji mengine wanabusiwa mikono, ile ni heshima jamani, wanaheshimiwa. Wengine wanachukuliwa mpaka viatu vyao, wanatusemi sisi hivi ili tufanywe hayo, la, nasema miji mengine ile wanaheshimu elimu, wanaheshimu elimu. Kuheshimu elimu si kuheshimu vitabu tu ukaweka juu ya sakafu, bali kuheshimu wale wenye nayo na kukufikishia wewe. Lakini leo lilasaf, wengi watu wasomi wenye ilmu, wenye kuieneza ilmu, kukutoa ujingani, hawaheshimiwi, bali wanadharauliwa tu. Wewe utakosa tu kasoro moja tu, umekuja msikitini, shekha neno fulani, basi huwezi ukamfuata ukamwelezea yeye, lakini watafuta tu yale makasoro. Na leo ni wangapi katika maduati? Bali ni tuungane sisi kwa sisi,
ndio tuwakejeliana mpaka kwenye mimbari. Jamanini, heshima ya mimbari iko wapi? Mimbari zetu zimekuwa za tisha mno, ni kutukanana tu. Huyu amtukane huyu kwa spika, naye amesikia, basi atamradi. Maduati wangapi leo? Si ubaya mtu kuelezea misimamo yake, kila mmoja na msimamo wake, na msimamo wako tuuheshimu, kwa sababu umejengewa na maulamai wako na uwafuata, ni watu ilmu wa ilmu. Na alulama, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema warathatul anbiya, wanazuoni ni mawarithi wa nani? Wa mitume. Sasa hatuheshimiani sisi, ina maana tunawavunjia mpaka heshima ya wale ambao sisi tunawafuata. Sisi tunaona sisi kwa sisi tutupiana maneno, lakini kule kukejeleana, tuwakejeli wanazuoni, naye atakutajia wewe kadhaa, nyinyi washirikina, maabudu makaburi na nini na nini. Mtukane Imam Shafi. Wanazuoni wangapi wakubwa, ndugu zangu, waliofanya ijtihada kubwa, bidii kubwa, hawakuropokwa, hawakukuzukwa, walitegemea, walikuwa na mamba, kitabu na sunna. Dalili si kitabu na sunna peke yake, kuna masala mengine ni ijma'ul umma, kuna mengine yapimwa kwa kiasi. Ukiwa na dalili, yani na dalili, si kukisia tu, makisio ya dalili. Haya yote utaona ni ilmu kubwa, upana wa ilmu. Utakuta haya ni mabahathi yasomwa kwenye usulul fiqh. Ndugu zangu, elimu yatakana ipewe hadhi yake, watu waheshimiane, isonge mbele. Kuna mambo mengi ya kuzungumzwa madarasani, si mambo tu ya ugomvi tu hapa na pale, yaturudisha nyuma. Wangapi leo hawajui kuswali, hawajui kufunga? Hizi ni ibada kubwa tulizofaradhiwa, hazina umuhimu mpaka tuzungumzie madhahabi tu saa zote. Kuna wengine ndio tabia yao, tunawaona mitandaoni, hatuwataji majina, hatutaki kuvunjia watu heshima, lakini wengine hawajiheshimu. Kazi yao tu ni masala ya mijadala tu, wao wako kwenye haki, ni kashfa tu. Ndugu zangu, hii dini iko namna hii, kashfa tu. Leo ni mwanachuoni fulani namtafuta makosa yake kwenye mtandao, mathalan ala sabili mithal, nimtafute Uthman Maalim. Uthman Maalim ni msomi, tumtafutie tu makosa yake. Kullu ibn adam khata'un, alkamalu lillah, hakuna asiyekuwa na kasoro. Tukiwapeleleza wanazuoni, basi ni wanazuoni karibu wote, tena wakubwa wanaotegemeka. Hata kwenye vitabu vyao tukawasoma imamu wangapi, kina Imamu Nawawi, achilia mbali wasomi wetu tu wa kawaida, tutawakosoa wanazuoni wengi. Hakuna aliyekamilika ndugu yangu, makosa yapo. Hivi ninavyozungumza sasa hii, unaweza kulani makosa yangu, usawa uje uniambie darasa, Sheikh umezungumza jambo fulani. Mwanadamu ni haraka kusahau, ndio maana anaitwa insan linisiani, kwa sababu ya kusahau mara kwa mara. Sasa leo nimshike shekhe huyu, nikimaliza huyu nimtafute mwingine, tutawamaliza mashekhe wote mitandao na hakuna hata mmoja ambaye atasalimika. Dini jamanini haiko hivi bwana. Tujaribuni leo umma, tuangalieni unavyoelekea mpaka kwenye mambo ya siasa. Dini na siasa tutailinganisha vipi? Vipi tutawatoa watu gizani tuwapeleke kwenye nuru? Hiyo ndio ilikuwa ni kazi ya mitume na kazi ya maswahaba, walikuwa wakifikisha dini mbele. Zama za maswahaba kulikuwepo na makaburi yaliyojengewa, mbona hatujasikia hapo makaburi yakienda kuvundwa? Lakini huku kutavunjwa makaburi, sababu lengo letu si kupeleka dini mbele, ni kubomoa. Sasa watambomolia vipi mtu kaburi? Leo shamwambia haifai, basi elezea tu dalili zako na araa zako, ufuate wewe, lakini sio wewe kumshika huyu yule. Huwezi kumbadilisha kwa njia hiyo. Hiyo ndio unajenga chuki. Ndugu zangu, sitaki kutoka sana kwenye maudhui, lakini hizi mara nyingine zikitajwa huwa zinakuwa ni nukta hassas. Uislamu leo wahitaji uende mbele ndugu zangu, tupigeni hatua. Lakini haya mambo ni ya kurudishana nyuma, na sote tunajua maduati wanaelewa haya. Mwenyezi Mungu atufahamishe. Hivyo basi, katika nguzo za saumu, ya kwanza ni kutia nia, sawa iwe ni saumu ya faradhi au iwe ni saumu ya sunna. Na hapa tutatofautisha baina ya nia ya saumu ya faradhi na nia ya saumu ya sunna. Ziko tofauti, ni muhimu sana kuzijua. Saumu ni saumu. Ukifunga saumu ya faradhi utapata thawabu za faradhi, ukifunga saumu ya sunna utapata thawabu ya sunna. Haziwezi kulingana thawabu
Lakini katika kutia kwako nia kuna tofauti pale unapotia nia ya saumu ya faradhi na pale unapotia nia ya saumu ya sunna, na ni vitu viwili tofauti. Si tofauti katika kujiziwilia saumu ya faradhi na ya sunna, utajiziwilia kutokea alfajiri mpaka magharibi. Katika kufunga kuna tofauti, lakini katika thawabu kuna tofauti. Sunna hailingani na faradhi, ijapokuwa umefunga. Lakini katika kutia nia, elewa kwamba nia ya saumu ya faradhi utatia hivi, kuna tofauti baina ya huku na kule. Sasa hebu tutaje haraka tofauti ya nia ya saumu ya faradhi na tofauti ya nia ya saumu ya sunna. Ya kwanza, nia ya saumu ya faradhi waingia wakati wake tangia magharibi, yani min ghurubi shamsi, pale jua likizama maghrib, pale inapoingia nia pale unaweza kutia, hata kama bado hujafungua mwadhini umeadhiniwa, ukatia nia ya kufunga kesho, tayari umeshatia nia, kwa sababu umetia nia ndani ya wakati wake. Si mpaka baada ya swala, maana wengine huona nia mpaka baada ya swala tena tarawih huko. Hapana, pale wakati wa maghrib, jua likizama, wakati wa nia ya saumu ya faradhi umefanyaje? Umeingia. Mwisho wake ila tulu'il fajri sadiq, mpaka kuchomoza alfajiri ya ukweli. Alfajiri ziko mbili, kuna alfajiri ya uongo, kuna alfajiri ya ukweli. Lakini kuelezea haya, kutofautisha baina ya alfajiri ya ukweli na alfajiri ya urongo, hii ni nukta nyingine ambayo inshallah huenda labda inshallah katika kuelezea kwenye masala ya swala ndio yanaingia sana kwenye mlango huo. Tutakuja kuelezea katika zile mawaqitu swala, katika nyakati za swala. Kwa wakati wa alfajiri utaona wanazuoni wanaelezea tofauti baina ya fajru sadiq na fajrul kadhib. Katika kuingia wakati wa alfajiri ni mpaka fajru sadiq, ndio wakati wa swala utakuwa umefanyaje? Umeingia. Lakini kwenye fajrul kadhib bado wakati wa swala alfajiri hujafanyaje? Haujaingia. Hayo ni mambo mengine ambayo inshallah taala Mungu akitupatia muda tutakuja kuyaelezea kwa wakati wake inshallah. Kwa hivyo wakati wa nia saumu ya faradhi waingia tangia magharibi mpaka alfajiri. Na tukisema mpaka alfajiri haina maana kwamba mimi wakati wa alfajiri ikiingia, yani lau alfajiri yaingia na mimi hapo wakati wa alfajiri kuingia na ikutamanisha nia ya funga, haitosihi saumu yako. Yani lau watia nia pamoja na kuchomoza alfajiri, hapo nia yako haitosihi. Nia iwe ni kabla, na hii ndio maana ya tabiitu nia, kuilaza nia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man lam yubayiti siyam min al-layli fala siyama la, yoyote yule asiyeilaza nia yake, asiyeilaza saumu yake, yani ile nia kutoitia wakati wa usiku, basi huyo hana saumu. Na hii ni muradi wake ni katika saumu ya faradhi. Katika saumu ya sunna wakati wake unaingia min ghurubi shamsi, yani wakati wa magharibi, tangia magharibi sawa na ile ya faradhi. Lakini katika kutoka ni tofauti. Saumu ya faradhi katika kutoka inatoka wakati gani? Alfajiri, yani kabla ya kuingia. Ikiingia alfajiri, basi wakati wake umefanyaje? Umeshapita. Mtu akiwa amesahau kutia nia ya nini? Ya faradhi. Mfano wewe ukifika alfajiri umelala, pengine umelala baada ya isha ukutia nia, ukasema utainuka labda usiku utie nia, ikifika asubuhi alfajiri madhini umeadhiniwa, wakati umeingia wa alfajiri, ukitia nia jua kwamba hiyo saumu yako utailipa, kwa sababu tabiit ni lazima katika saumu ya nini? Ya faradhi, nia ipatikane usiku. Tujaribuni jamanini, Mungu ametupa wakati mrefu, wakati mpana wa kutia nia. Tuacheni sahau. Wangapi leo mtu nimesahau kutia nia usiku, imefika alfajiri, jua kwamba hufai kula, hata kama utailipa ile saumu yako, lakini kula hufai, mamnu, umekatazwa. Utafanya imsak, utajizuilia mpaka magharibi, na ile saumu utafanyaje? Utailipa. Kwa hivyo tujitahidini tutie nia mapema, pale unapokumbuka tu, hata pale magharibi tia nia. Hudhurisha katika moyo wako. Tukisema nia pahala pake ni kwenye nini? Moyo. Hudhurisha maneno haya, nimetia nia ya kufunga kesho mwezi wa Ramadhani, au nimetia nia ya kufunga kesho Ramadhani. Hiyo ni nia tayari. Si lazima useme kwa Kiarabu, wengine wana nia mpaka useme na wewe tu. Hapana, nia ni ipiti, si kusema ni sunna, na faida yake kuna saidia moyo wako kuibeba ile nia, lakini mahali pa nia ni kwenye moyo. Hudhurisha moyo wako, ufanyeje? Ipitishe nia yako kuwa nimetia nia ya kufunga mwezi wa Ramadhani.
kila siku lazima ufanyaje? Utimie. Tayeb, wakati wa kuingia saumu ya sunna unaingia wakati wa maghrib na unatoka mpaka jua mpaka dhuhuri. Maana zawadi, kieleza zawadi wengine hawaelewi kupinduka jua, yani mpaka jua linapopinduka wakati wa dhuhuri. Saumu ya sunna, lakini kwa sharti uwe hujafanya jambo lolote lenye kukuharibia saumu yako. Saumu ya sunna, mfano mimi nimeamka saa 3 asubuhi na sijala chochote, nataka kufunga, ni Jumatatu, naweza kutiania muhimu dhuhuri haijafika, naweza nikatiania hata saa 5 za asubuhi. Saa 5 nimeamua leo nataka kufunga sunna, tiania hapo na saumu yako itaendelea. Lakini saumu ya faradhi mwisho wakati wake ni wakati gani? Ni alfajiri. Lazima tuelewe tofauti baina ya nia ya saumu ya faradhi na nia ya saumu ya sunna. Ya pili, katika saumu ya faradhi ni lazima uiainishe. Saumu ya faradhi si Ramadhani tu, hata kadha ya Ramadhani au liweka nadhiri ni lazima uiainishe. Kuiainisha vipi? Ile saumu unayoifunga, kama ni Ramadhani na waitu sauma Ramadhani, ikiwa ni nadhiri na waitu sauma nadhiri. Hii ndio maana kuiainisha. Lakini saumu ya sunna si lazima kuiainisha, yani mfano na waitu sauma si lazima kuiainisha saumu ambayo wewe wajikurubisha kwayo kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa ikiwa ni saumu iliyowekewa wakati. Saumu iliyowekewa wakati kama Arafa, huwezi kufunga Arafa siku yoyote. Ile siku ya Arafa utaiainisha kwa wewe wafunga siku ya Arafa. Arafa ni mwezi gani? Ni mwezi wa Dhulhijja. Hivyo ndivyo namna ambavyo utakuja kuainisha. Katika saumu ya faradhi haifai kuchanganya au kujumuisha baina ya saumu ya faradhi mbili kwa siku moja. Huwezi kutia nia ya saumu ya faradhi mbili. Mfano mimi nina kadha ya Ramadhani iliyopita nadaiwa, au kuna nadhiri niliweka katika huu mwezi wa Ramadhani usiku, nikatia nia ya kufunga Ramadhani kesho, na pia nina nadhiri niliweka pia nafunga nadhiri. Haifai kuchanganya saumu mbili kwa wakati mmoja kwa siku moja, haifai ikiwa ni saumu za faradhi. Lakini saumu za sunna yafaa kuchanganya, yani yajuzu jamu baina saumi na flaini. Mfano mimi nataka kufunga saumu ya sunna, siku yenyewe ni Jumatatu yenyewe hiyo ni tarehe 13 na 13 ni siku ya Yaumul Bidh. Zimekuwa ni saumu ngapi? Naweza tarehe 13 ni siku ya masiku meupe, tumesumiwa kufunga masiku meupe, na siku yenyewe ni Jumatatu mfano au Alhamisi, naweza nikatia nia mbili nikafunga saumu moja na nitapata thawabu za Yaumul Bidh na Yaumul Ithnin. Kwa hivyo saumu ya sunna hata kama ni 3 waweza ukazitia nia moja ukafunga saumu moja na zote ukapata thawabu zake kwenye saumu moja. Hili ndio tofauti baina ya nia ya saumu ya faradhi na nia ya saumu ya sunna. Tayeb, lao mtu asubuhi alifanya shaka, haya masala mengine ya shaka, mtu mara nyingine imefika wakati wa asubuhi ameanza kufanya shaka, je, jana nilitia nia ya kufunga Ramadhani au sikutia nia? Hukumu yake ni nini? Ikiwa ulifanya shaka asubuhi, je, nilitia nia au sikutia? Al-aslu al-adam, asili hujatia nia. Jua kuwa hata kama ulitia nia utafanya imsak, na ikitoka Ramadhani utailipa ile saumu. Kwa hivyo jamani, tujitahidini swala la nia tulibebe kiukamilifu, tulizingatie sana, tusilidharau. Nguzo ya pili ya mwisho katika nguzo za saumu ni tarku mufattirin. Hili sitolielezea hapa kwa sababu tarku mufattirin tutakuja kuelezea katika mlango wake mahsus ambao ni mubtilatu saum, mambo yenye kuharibu nini? Yenye kuharibu saumu. Sasa nguzo ya pili ni tarku mufattirin, ni kuacha mambo yenye kukuharibia saumu. Kuacha huko dhakiran, hali ya kuwa wewe ni mwenye kukumbuka, si kwa kusahau. Mfano kufanya jimai mchana wa Ramadhani ni jambo lenye kuharibu saumu, tumekatazwa. Sasa wewe ulifanya jimai mchana wa Ramadhani na mke wako kwa kusahau, saumu yako itasihi. Endelea na saumu yako, na wala huna cha kafara kuacha mtumwa huru wala kufunga miezi 2 mfululizo, kwa sababu sheria haikupatilizi. Ikiwa umesahau kweli, si kujisahauzisha. Maana wengine wanamdanganya Mwenyezi Mungu, kuna sahau kuna na kujisahauzisha. Wengine wanajifanya kujipurukusha, wamesahau. Jua kwa Mwenyezi Mungu anajua, huwezi kumchezea shere nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ikiwa umesahau kweli, ukala au ukanywa au ukafanya jimai
basi jua kuwa saumu yako haibatiliki. Mtume sallallahu alisema, man akala au shariba nasiyan fa inna ma at'amahu Allah wa saqa, yoyote yule aliyekula au kunywa kwa kusahau, basi huyo Mwenyezi Mungu ndiye aliyemlisha na kumnywisha. Lakini haina maana kwamba nikimwona mtu yuwala mchana wa Ramadhani kweli kwa kusahau nisimtanabaishe. Ni vizuri kumtanabaisha, sio mwache tu ale, tumwache ale kweli hata kila sufuria mzima, madamu amesahau, saumu yake haina neno. Lakini pale anapokumbuka na tembe iko mdomoni, lazima iteme, aseme hali tembe ya mwisho basi nitaimeza, sikula kwa makusudi. Hata kama uko kwenye jimai, waendelea uko katikati ya shughuli, wafanye jimai na mke wako, ukaanza kukumbuka, useme niko mwisho bwana kumaliza, ni pale pale utoe. Usiseme ni ngumu, itawezekanaje? Jua kwamba wakati ule unapokumbuka ukiendelea, sasa hapo ndio utalazimika ufanyeje? Utoe kafara. Kwa hivyo iwe ni dhakiran, kwa kukumbuka, mukhtaran, kwa khiari, huko kuacha mambo uliokatazwa uyafanya, iwe ni kwa khiari, uepuke kufanya kwa khiari. Usifanye jambo lolote kwa khiari yako. Hii maana yake ni nini? Ikiwa ulitendeshwa nguvu, mfano ulisimamiwa na mtu fulani akakuwekea bunduki kwenye kichwa chako, au akushikia kisu akakwambia shika hichi chakula, kula au nitakuua, utafanyaje hapo? Na wewe umefunga kula na saumu yako itasihi, utaendelea naye. Bwana umeridhika? Haya basi, hata kisema bwana mimi kuharibia saumu yako bwana, haya bwana nenda ukale sasa hivi, haja kuharibia, mwambie wewe hujui, mimi nitaendelea na saumu yangu na saumu yangu iko sawa, kwa sababu amekufanyaje? Amekutendesha nguvu. Na ziko pia shurutul ikra, sharuti za kutendeshwa nguvu, sitozielezea inshallah hapa kwa sababu ya muda, lakini inshallah tunawaambia pia, tunakumbusha, ikiwa mtu ana swala lake lolote, inshallah atakakuelezewa, atakufahamishwa, tuandikie hata kama ni karatasi, kwa sababu ya muda hapa tuwezi kustop kumpatia mtu kuuliza muda wa maswali. Lakini kama mtu ana swali aandike, atupatie, inshallah darasa itakayokuja tutamjibu. Kwa hivyo aache mambo yenye kuharibu saumu, hali ya kuwa ni mwenye kukumbuka na hali ya kuwa ni kwa khiari yake, tena ghaira jahili maadhur, asiwe ni mjinga aliyepewa udhuru na sheria. Mjinga kuna sampuli mbili katika sheria, kuna maadhur na ghairu maadhur. Maadhur ni upi? Mjinga aliyepewa udhuru na sheria ni yule, ni mawili katika moyo, katika mambo mawili, ni mtu aliyeinukia mbali na wasomi. Kama hapa alhamdulillah, wasomi wako, ukifanya jambo ambalo liko wazi, mfano ukala mchana wa Ramadhani kisha ukasema mimi sijui kama kule abatilisha saumu yako itabatilika, kwa sababu hapa kuna watu wasomi wa kukusaidia. Lakini mtu ameinukia huko mbali na wasomi, hajui kama kula kuna haribu saumu yake itasihi. Pia vile vile mjinga aliyepewa udhuru ni mtu ambaye amesilimu kwa muda mfupi. Mfano mtu tumemsilimisha leo, hawezi kumweleza mambo yote, akalala na mke wake, kesho hamjamwambia jambo hilo, kisha baadaye mkamwambia jambo hilo halifai, saumu yake haina neno, kwa sababu huyo ni jahil maadhur. Mpaka hapa tutakoma insha Allah taala. Hayo mufakkiri, mambo yenye kuharibu saumu yapi, insha Allah tutakuja kuelezea mambo kama hayo katika darsa itakayofuata, au tutakhiari baina kueleza sunna za saumu, kisha makruhatu saumu, kisha muftilatu saumu. Insha Allah Mwenyezi Mungu tuomba tuwafikie kila la khairi, na tujalie kwa haya mengi au machache kuwa ni katika mnaladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wal afwa.